Naamini sisi wote hapa ni wanawake, si ndio? Na kuna wengine ni wasichana, si ndio? Tunajua tofauti kati ya wanawake na wasichana. Mwanamke ni ambaye kama mimi na msichana hivyo. Kwa namna hiyo sisi wote ni walengwa. Pia mpango huu ni mpango wetu unaolenga kutoa mafunzo na fani mbalimbali kupitia chuo cha VETA kwa wanawake na wasichana. Na hii kwa walengwa ni wale waliobadili dhima yao ya kwenda kufanya kazi nchi za Kiarabu na wakachagua kupata ujuzi ili waweze kujiajiri nchini. Lakini siendi mbali na mwenzangu aliyetangulia. Ukishamaliza ukaona unataka kwenda, hamna sawa jamani. Lakini lengo ni kukupa ujuzi ili wewe uweze kuzalisha hapa nchini. Kwa lengo gani? Tumeshapata shuhuda tofauti kwamba huko kwendapo huwa tunakumbana na unyanyasaji wa kijinsia, si ndio? Unyanyasaji wa kimwili na mengine mengi. Hivyo mpango huu umekuja kama njia mojawapo ya kufanya utatuzi wa changamoto hii. Mtu anataka kujiuliza nini malengo ya mradi na mpango huu? Kama mnavyoona kwenye picha, malengo ni kuwezesha wanawake na wasichana kuwa na ujuzi wa kuajiriwa au kujiajiri ili kujikwamua kiuchumi hapa. Katika uendeshaji waliopita, kuna mmoja aliuliza swali kwamba je, uliamini kwamba kwenda nchi za nje ndio njia wewe kujikwamua kiuchumi na ungebaki nchini ungebakia kuwa maskini? Je, wote tunaweza kujibu hilo swali? Na je, mimi nikiwauliza swali hili majibu ni yapi? Je, tuliamini kwenda nchi za nje ni kwenda kupata njia ya kujikimu? Kibaki hapa nchini? Tukibaki hapa nchini hatuwezi kweli? Kwa sasa hivi tunaweza kwa nini? Mjadala unanyosha mkono na changia mbele yao. Tuliamini tukienda ndio tutaweza, ila tukibaki hapa hatutaweza. Ila sasa hivi tunaamini tukibaki hapa tunaweza, si ndio? Kwa nini tunaweza? Tunaweza kwa sababu tumewezeshwa. Tunaweza kwa sababu tumewezeshwa. Hiyo ni moja ya dhima ya mpango huu. Na hii ikiwa ni kama njia kujiepusha na usafirishaji haramu na unyanyasaji wa kundi hili lilijapo kwenye mikono ya watu wabaya kwa lengo la kupata ajira. Wengi wetu au sema asilimia kubwa tulifanya maamuzi ya kwenda katika nchi za Kiarabu kwa ajili ya kufanya kazi za majumbani, ikiwa ni kama kwa namna ya kujikwamua, si ndio? Lakini baadhi walikutana na madhira na tunayafahamu. Kuna wengine walishakuwa na ujasiri wa kusimama na wakayasema, lakini kuna wengine waliamua kukaa nayo. Ila mimi kama afisa ustawi kwa ajili ya uponyaji wa moyo wako tuyaseme ili upone, si ndio? Lakini pia ni kuwawezesha kupata mitaji kiasi itakayowasaidia kuanzisha uzalishaji ili waweze kujiingizia kipato kupitia ujuzi waliopata. Ndio malengo ya mradi. Lengo la kwanza ni kufanyaje? Kupata ujuzi. Lengo la pili kujiingizia kipato. Kupata ujuzi tukienda kukaa nao. Unaweza kujiuliza ni kwa namna gani sisi tuko hapa? Au viongozi wetu, afisa maendeleo kutoka ngazi mbalimbali wanaweza kujiuliza ilikuwaje mpaka nyinyi mkawa hapa. Zipo njia ambazo zilifanikisha uwepo wenu mahali hapa. Kwanza kabisa ilikuwa kupitia matokeo ya utafiti uliofanyika awali pamoja na kanuni shirikishi jamii ya kuhamasisha kwenda ughaibuni kwa kufuata sheria na utaratibu kama ilivyowekwa katika serikali.
mbili. Yaani hapa tukisema serikali yote mbili tunasema Tanzania bara, Tanzania visiwani sio kule Zanzibar. Tunafahamu. Kuna tafiti ambayo ilifanyika awali na labda sema wachache wetu au wengi wetu tuliweza kuona kuna watu walikuwa wanapata wanaongea na sisi ndio. Lakini kuna wengine walikuja baada ya kusikia tumeenda sehemu fulani, alafu kuna wadada wako mbele wanaongea habari zinazohusiana na masuala ya usafirishaji haramu, lakini wanahamasisha namna ya kupata taratibu ili usiukaingie kwenye mashimo. Wapo ambao walikuja ofisini na tukawapa elimu ya kuhusiana na fursa hii. Kuna watu ambao walikuja wakiwa na nia kwamba tunasikia mnatoa mwongozo wa na tuna hamu kweli. Walikuja hapa tukawasikiliza, wengine tukawalitoa wakaenda kwa mawakala ambao ni rasmi, lakini kuna wengine waliposikia habari wanasema hebu ngoja mimi nisome. Lakini kuna wengine kupitia mpango wa tafiti wao waona hatujisikii kurudi tena. Si tuko hapa. Kwa hiyo tunatamani kufanya kazi tukiwa hapa. Hivi ndipo kundi hili limeweza kupatikana kupitia makofi. Lakini sisi jukumu letu kama taasisi ilikuwa kutoa elimu ili kupata kufanya kazi za elimu na pili kuangalia fursa ya kupata ujuzi na kuhifadhi kubaki nyumbani. Unaweza kujiuliza taasisi yenyewe kipengele hiki kinaelekea. Ilikuwa ni kutoa elimu, lakini kuwakutanisha na wadau wanaotafuta suluhu. Ndio jamani. Tunasikia sasa maendeleo yuko hapa, maafisa ustawi watakuja hapa. Hii yote ni kwa ajili ya kuhakikisha mnufaika unaunganishwa na fursa zilizopo ndani. Lakini pia wapo waliochagua kwenda ugaibuni na wapo waliochagua kubaki na kuendelea na kufanya. Katika tafiti na sanaa na kila kitu ambacho tumekuwa tukifanya, kuna wale ambao walichagua kwenda ugaibuni na kupitia mpango mwingine, kuna namna taasisi inaendelea kuwafuatilia kwa ajili ya kuhakikisha hawaingii katika mabia. Kwa hiyo tunaweza tukasema mpango huu wa VETA ni project, yani ni mradi dada wa miradi mingine. Tunaelewana jamani? Kuna swali linaweza likaja kichwani kwako kama kwa nini tumechagua kusoma VETA? Ndio jamani? Kwa nini sio hiyo nyingine? Kwa nini sio sehemu fulani? Sipo hizo sitofahamu ambazo zinazunguka kwenye vitabu vyetu, si ndio? Ukisema kwenda ni mbali, lakini kwa nini nimechagua kwenda kupeleka VETA? Nimechagua VETA kuwa mdau katika masomo haya kwa sababu ya utaalamu walionao, pia wana mafunzo ya muda mfupi na ya aina nyingi. Wanalenga wanafunzi kushiriki kunufaika, lakini pia ni chuo cha serikali na kinaaminika na wafadhili na wadau wa maendeleo. Kuomba ajira katika zile taasisi zinazoaminika na serikali, wewe ni rahisi kukubalika. Tumeelewana jamani? Hatusemi kwamba vio vingine ni vibaya, lakini tunajaribu kuangalia kwenye swala la kuunganishwa na fursa ambayo itakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kuliko useme mimi naenda kusoma urembo kwa urembo na wakati pale kuna darasa la cosmetology la VETA kadogo kwa Priska. Darasa la VETA uliliona? Ndio. Lina facilities zote. Si ndio jamani? Tunaamini ukienda pale utaiva vizuri. Labda samani tuwaeleze kila kitu, sio kuhusu mambo ya nywele na kwamba uso, ni vitu vingi yani. Mimi nimetolea tu mfano. Sawa jamani? Mimi nimetoa tu mfano kwa Priska, pale nilitoka. Kwa hiyo ndio sababu iliyofanya tukapendekeza chuo cha VETA. Lakini pia tujue kabisa fursa hii kuna wafadhili wako ndani yake.
wanatamani kusikia chuo ambacho ni bora. Wasikia wakasikia wanasoma kwa Grace, wataanza kutegemea who is Grace. Lakini wakiona kabisa VETA, jamani, kirefu cha VETA tuliomaliza kozi, kirefu cha VETA Zayana, kirefu cha VETA hiyo ni assignment. Nikimaliza na wasimamisha mliomaliza kozi, mnieleze kirefu cha VETA. Unaweza ukajiuliza haya yote yamefanyika, nini mafanikio? Halo? Swali wewe. Angaika nalo moyoni, si mna Google hapo? Lakini hata ukiguga baadaye nitakwambia utafsirie kila baada. Kimya kimya. Unaweza kujiuliza mafanikio ni nini? Kupitia mradi huu wanawake na wasichana 21 wamepata fursa ya kujiunga na mafunzo ya VETA katika fani mbalimbali. Unaweza ukasema kwani ilikuwa ni kwa muda gani? Mradi huu umeanza kutekelezwa rasmi mwaka huu. Hapo katika kuanzia mwezi wa 5 mpaka muda huu. Kwa muda huu tunaweza kufanikiwa kuwafadhili au wanawake na wasichana 21 kupata ujuzi wa kodi mbalimbali. Ikiwemo dereva wamepata nafasi 4 na wapo katika mchakato wa kuendelea kupata leseni zao. Kwa hiyo tuna madereva hapa. Makofi kwao. Lakini kuna mwingine alipata fursa ya kusoma mapambo, alikuwa ni mmoja na anafanya kazi nzuri sana. Anyoshe mkono popote alipo. Huyu tumeanza kuona kazi zake kabisa. Na kama baadaye muda ukituruhusu tutawapostia kazi zake mmoja. Ili aanze kupata hapa basi kuna vitchen party kwa nyumbani. Kitchen mada. Kumtoa mwali. Hizo zote tunapanga. Lakini kuna wengine wamepata bahati ya ufadhili wa kusoma ususi na urembo. Tumezungumza sana na wameshaonekana. Na hata sura zao zinaonekana kwamba hawa wanasoma ususi, walisoma ususi na urembo. Lakini kuna watu wa mapishi walisoma, walikuwa 3 na wamefanya kazi nzuri sana. Namuona mmoja. Tulia. Tulia anakaa kibosi. Hebu tulia kabisa. Hapo bonekani. Nipo hapa mbele. Na Salma. Hawa walisoma mapishi na ni wapishi wazuri sana. Lakini kuna uokaji yupo. Dalia. Hao wote walipata fursa na wamesoma na walijitahidi kuingia darasani na wakamaliza. Wengine tulifanya graduation tutaonyesha na picha. Lakini katika kila mafanikio lazima kuwe na changamoto. Halo? Mbona kwenye changamoto tunakunja uso? Tutakapozitatua changamoto zetu kubadilisha fursa ndipo tutafanikiwa zaidi. Ndio? Kuna changamoto ambazo tulipata nazo katika utekelezaji au kukamilisha mpango. Ya kwanza ilikuwa ni kuelewa kuhusu mradi kwa wanufaika. Wanufaika ni akina nani? Sisi. Sisi. Wanufaika ni sisi. Ndio? Lakini kuna mwingine mpaka sasa bado hajaelewa vizuri ambaye hajaelewa vizuri, baadaye unifuate nisikilize. Au kama una swali hapa usikubali kuondoka leo haujaelewa. Na uwe huru, wanawake kujiamini, si ndio? Ukinyoosha mkono kaniuliza, hebu nielezee hapa na hapa na hapa na hapa. Itatupa urahisi wa sisi kuendelea vizuri huko mbele. Kulikuwa kuna changamoto ya kutoelewa. Mimi mnufaika natakiwa kufanya nini? Mimi mnufaika inatakiwa nifanyeje? Kwa hiyo tulipata hizo changamoto. Lakini kuna baadhi ya wanufaika hawakuyapa uzito mafunzo kwa kusubiri kusimamiwa kwa karibu
sana. Hii imeshaongelewa kwa udogo, lakini mimi naomba nikazie kidogo. Kuna wale ambao tulikiri kabisa, sitataja kwa majina, ni siri yangu mimi mwenyewe, kwamba